Mara baada tu ya ligi mbalimbali kuweza kumalizika, ni lazima kwa uongozi wa CAF kuweza kukaa chini na kuweza kufanya vikao vya siri na kuweza kujadili mambo tofauti tofauti. Sasa katika jambo ambalo pia nafikiri kwa Simba na Yanga walificha, lakini kumbe mambo haya yako hadharani na yanajulikana, na hata kwa kiongozi rais wa CAF Patrice Motsepe ni jambo ambalo limeweza kumfikia wazi wazi. Ni kwamba kuelekea katika misimu inayokuja kwa ligi tofauti tofauti hapa barani Afrika, ni kwamba ni lazima viongozi wa CAF waitane, lakini pia na wafanye mijadala tofauti tofauti. Na katika swala ambalo unaambiwa hivi sasa ni taarifa ambayo tumeweza kuipokea na hatujajua kwamba je, itakuwa na maamuzi gani kutoka kwa CAF ama inakuwaje kabla ya kuingia kwenye msimu mpya, kwamba Yanga na Simba zitapewa onyo ama zitapewa adhabu kutoka katika pia shirikisho la mpira wa miguu wa soka la Afrika ambalo pia ni CAF. Na hili ndo swala ambalo pia linafanya lionekane pia kuwa ni zito, lakini pia na ni gumu sana kwa klabu ya Yanga na Simba. Issue iliyoweza kutokea ni kwamba tunafahamu kwa Yanga na Simba ziliweza kuingia kwenye migogoro ya kuweza kuhairisha mechi zaidi ya mara mbili. Hilo ni kosa, tena kosa la jinai. Yani hakuna kosa ambalo pia ni kubwa ambalo halikuwa na vilelezo vya msingi. Yani CAF wao kama wao pindi wanaposikia na wanapoona kabisa kwamba kuna kanuni ama sheria zinavunjwa na wao wanaziona, ni lazima pia mjadala waweze kuongelea. Na ni swala ambalo tulishazungumza kwa muda wa nyuma kwamba hili jambo linaloendelea linaweza likaikosti ligi yetu, tukubali ama tukatae. Labda tu ule wema, na labda kwa sababu tu kuna kuishi kwa mazoea ama kwa jinsi ambavyo rais wa CAF umekuwa pia na mawasiliano mazuri na viongozi wa hapa Tanzania, kwa hiyo huenda ikawa pia inasaidia. Lakini tunakoelekea na hatujui, na mpaka hivi sasa pia hatujajua kwamba je, CAF wamechukua maamuzi gani na watafanya nini katika ligi yetu Tanzania. Je, ni kuweza kuipa faini ligi ya Tanzania ama pia kuweza kuipa adhabu mweneza kaonekana pia ni adhabu kali, ama pia labda wanaweza kutumia uungwana kuweza kuwafanyia iana nzuri tu klabu ya Simba na Yanga na kuwapa onyo. Yote haya yanawezekana, lakini pia athari nyingine ambayo mimi na wewe hatuifahamu, lakini tunasubiri tu itakuwaje mara baada ya hili jambo kuweza kufika kwa viongozi wa CAF, kwamba je, Simba na Yanga zitapona kweli? Kwa sababu ikumbukwe na ifahamike kwa sasa hivi Simba na Yanga zimeonekana kuwa ni mwiba sana. Yani pindi timu za Uarabuni, lakini pia hata zile timu ambazo zimeonekana kuwa ni zipo katika top 5, pindi zinapokuja katika ardhi ya Tanzania ama kama wapo kwenye kundi moja na timu za Tanzania, basi wanaamini kabisa kwamba kuna ugumu na kuna changamoto. Kwa hiyo hakuna timu ambazo kwa hivi sasa pia zinapigwa vita 100% kama timu ya Simba pamoja na timu ya Yanga. Na ndio maana hata katika zile big matches kumekuwa na upendeleo. Yanga alisha kufanyiwa hujuma na klabu ya Mamelodi Sundowns, Simba imeweza kufanyiwa hujuma na klabu ya RS Berkane. Kwa ni masuala ambayo unaona kabisa kwamba Simba na Yanga zinadhihakiwa na zinaonewa kwa sababu tu zinafanya vizuri. Kwa hiyo makosa kama haya ambayo yamekuwa yakijitokeza kwa Simba na Yanga inaweza ikaleta madhara makubwa, na kujikuta kesho na kesho unasikia tu kwamba Simba na Yanga zimefungiwa usajili ama pia zimefungiwa katika michuano ya klabu bingwa. Yote hayo yanawezekana, na ndio maana tunazungumza kwamba mimi na wewe hatujui, na mpaka hivi sasa pia hatujafahamu muafaka wa Patrice Motsepe pamoja na secretariat yote ya CAF kwamba je, wana maamuzi gani. Lakini mjadala uliopo ni kwamba CAF kweli wamepata taarifa, na taarifa pia zimewafikia kwamba Simba na Yanga kabla ya kuweza kumaliza ligi kulikuwa na changamoto ama pia madhaifu, ama tunaita kwamba ilikuwa ni misiki ya bodi ya ligi pamoja pia na TFF ambao pia ni shirikisho la mpira miguu wa soka wa Tanzania kuweza kufanya makosa ya kurudia mechi, yani na kufanya pia mabadiliko ya ratiba zaidi ya mara mbili. Hilo ni kosa kwa sababu hakukuwa na vilelezo vyovyote vya msingi kwamba labda kulikuwa na mvua kali ama kulikuwa na dhoruba gani katika
katika eneo la uwanja. Kama mara ya kwanza labda kulikuwa na changamoto ya uwanja ama pia kulikuwa na changamoto yote, basi wanaamini kabisa tarehe itakayoweza kupangwa siku nyingine manake hakutakuwa na changamoto yoyote. Lakini cha ajabu, Simba na Yanga kanuni na sheria wameweza kuivunja. Yani huwezi ukarudia ama ukabadilisha ratiba zaidi ya mara 2 ama mara 3 ama mara 4 katika timu hiyo hiyo ama katika moja ya mwendelezo wa makosa kama hayo. Hilo ni kosa, na hata ingekuwa ni wewe, hilo swala ambalo ukijaribu kukana kulitafakari bado katika soka letu Tanzania haliingia akilini. Kwa hiyo kumekuwa na ule Simba na Yanga, yani kuingiza masuala ya kisiasa katika timu zetu hizi mbili. Kwa hiyo kuna ule uendeshwaji ambao unapingana pia na serikali, ambayo kiuhalisia serikali ni wananchi na wananchi wao ndio wenye timu zao. Kwa hiyo kuna wakati ambao pia hata wananchi wenyewe ama mashabiki wenyewe wanaumia, na pia haya maswala wanakuwa wanakerekwa. Kesho na kesho kutwa Simba na Yanga zikapata adhabu ama ligi pia ikapata adhabu ama kufungiwa, unafikiri mashabiki wanaweza wakachukua hatua gani? Na ni swala ambalo pia limekuwa likiwaumiza sana vichwa watu wengi kwamba je, mwafaka wa CAF utakuwaje? Kwa sababu mjadala ndo tayari umeshafika mahali pake na tayari wameshaweza kulijadili hili swala ambalo liliweza kutokea tarehe 15, yani tarehe 8 mechi iliahirishwa, tarehe 15 mechi imeahirishwa, na tarehe 25 tungekaa vibaya tu kidogo basi pia mechi ingeahirishwa tena. Lakini tu ni nidhamu ambayo iliweza kutumika nzuri kwa timu pinzani, lakini ni kosa ambalo pia linaweza likagharimu pia ligi yetu ya NBC. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.